Hello wapendwa, nimekuja kwenu leo na mada nataka tuzungumzie. Ndugu zangu, dunia tunayoishi ina mambo mengi na watu wanapitia shida nyingi sana, lakini sio kila mtu ndio yuko tayari kuweza kuweka zile shida anayozipitia mbele na kuweza kuongea na watu wengine. Watu wengi wanachukua hatua ya kuweza kukaa kimya, sio kwamba wapitii matatizo, lakini wanajifikiria, nani nitakayemwambia? Na ninavyoamua kuyasema, yule nitakayemwambia atayapokeeje? Atanicheka wala atakuwa msaada kwangu? Lakini ukiangalia dunia tunayoishi, waweza kumsogelea mtu ukafikiria labda atakuwa msaada kwako, lakini tena yule mtu akawa mtu akuchekelea shida unazozipitia. Nataka nikuambie kwamba ndugu yangu, umepitia mambo mengi, lakini haukuona mtu yoyote yule aliyesimama na wewe. Haukutaka kusema, sio kwa sababu wewe ni mdhaifu wala huwezi kusema, lakini uliamua kukaa kimya na kuvuka yote hayo unayoyapitia kwa kukaa kimya. Maisha yako hivyo ndugu yangu, ukipitia magumu yanakufanya wewe kuweza kufikiria zaidi kuliko yale kukaa tu na yote yanaenda kwa urahisi. Leo umesimama tena kwa sababu uliyapitia magumu jana. Uliyaona mengi lakini hukutaka kusema. Ulisikia mengi lakini hukutaka kuonyesha watu kwamba yale uliyoyapitia jana yalikusumbua wewe. Lakini ndugu yangu, maumivu yote uliyoyapata yalikufanya wewe kuwa mwenye nguvu na kuweza kusimama mpaka hapo ulipo, ni kwa sababu uliyashuhudia mengi magumu na yakawa ndio somo kwako la kuweza wewe kufika hapo. Usikate tamaa ndugu yangu, safari ya maisha bado ni ndefu sana. Dunia tunayoishi hiko hivyo, na usiwe mwepesi wa kufungua mdomo wako kumwambia kila mtu shida yako unayopitia. Kuna wengine unavyowaambia shida ndio unaenda kujiongezea shida zingine, kuliko zile shida ulizo nazo kupungua zinaenda kuongezeka. Ikiwa kulia ndugu yangu, lia peke yako, na ipo siku utacheka, na utakapocheka tena utacheka peke yako. Ndio dunia tunayoishi kwa sasa. Na kama unaamini kwamba ndugu yangu umeyaona mengi na umepitia mengi na hukutaka kuongea, si kwa sababu wewe hauwezi kuongea, lakini uliamua kuyavuka yote kimya kimya, weka maoni yako hapo. Na unapopata mashauri haya ndugu yangu, gawa na watu wengine ili waweze kusikia maneno mazuri. Asante sana, na Mungu ataenda kutubariki wote. Amena.